mbele yake. Kwa sababu gani? Ninatambua kwamba ni kiongozi wangu, ninatambua kwamba ni mzazi wangu wa kiroho. Lakini kuna vijana wengine akifika mbele ya mchungaji anatembea kama mlingoti. Anaweza kaongea chochote, anaweza kazungumza chochote, anaweza kafanya chochote mbele ya mzazi wake wa kiroho. Na vijana wengi wa Kiafrika wanawadharau viongozi wao wa kiroho. Sio ninyi, lakini jipigie makofi kama humdharau mchungaji wako. Amen. Amen. Ukitaka kuwa kijana anayetegemewa na mbingu, anayetegemewa na kanisa, ni lazima ujitambue. Na kujitambua kwako ni muhimu ukajua hiki ambacho Mungu alikuwa anamwambia Yeremia. Yeremia hakuwa anaambiwa yeye peke yake, alikuwa anaambiwa ili ujumbe utufikie na sisi, ili ujumbe umfikie kila mmoja ambaye anataka kupendeza ufalme wa Mungu, yule ambaye anataka kukuza na kuimarisha ufalme wa Mungu. Huo ujumbe Mungu aliuleta kwa Yeremia ili sote tuupate. Amen. Kwa hiyo kijiji unachoishi, mkoa unaoishi, ama tarafa unayoishi, hauko pale kwa hasara. Kanisa ambalo unaabudu leo, hata kama ni la viwango vya chini, amen, hata kama ni la viwango vya chini, hauko pale kwa hasara. Uko pale Mungu amekuamini kwamba katika kipawa ambacho amekupa utapambana mpaka kanisa liinuke, mpaka kanisa liimarike, mpaka kanisa lionekane lilikuwa la chini lionekane lile juu. Na bahati nzuri Biblia inasema mmepewa hilo jukumu ninyi kwa sababu mna nguvu. Mmepewa hilo jukumu ninyi kwa sababu mna uwezo wa kujifunza. Amen. Lakini nisiseme ninyi kwa sababu mimi siwajui, lakini vijana ninawajua wengi wanaingia makanisani empty handed, bila Biblia. Kweli si kweli? Mimi sitaki kuangalia nyie, mimi naangalia hawa ili msije mkanipiga mawe. Vijana wengi hao ambao wameambiwa wana nguvu, hao ambao wameambiwa wamemshinda shetani kwa sababu wamelijua neno, hawana Biblia, hawana muda wa kusoma Biblia. Hata zilizoko kwenye simu hawazifungui, lakini mchana usiku chatting, mchana usiku Sasa sitaki kusema simu ni mbaya, mimi mwenyewe ninayo kabisa, nina uwezo wa kuingia Facebook, nina uwezo wa kuingia TikTok, nina uwezo wa kuingia YouTube, nina uwezo. Lakini nataka nikuhakikishie, kuna siku moja niliifungua face, kila kibaya na kiruka, kila kizuri na kiangalia. Nikatumia takriban nusu saa kabisa na uchungaji wangu huu, nikatumia takriban nusu saa niko naangalia, niangalie mambo yanayoendelea. Alafu nilipolala usiku nikaambiwa, kwa nini umepoteza uwepo wangu? Kwa nini umepoteza uwepo wangu? Umetumia muda mwingi kuangalia mambo ambayo yameondoa uwepo wangu, hujasoma Biblia. Umeelewa ninachomaanisha? Na wewe kimesha kutokea hata kama hujasikia simu. Lakini ngoja nikwambie, vijana wengi wamepoteza uwezo wa kuomba. Vijana wengi wamepoteza uwezo wa kutumika. Vijana wengi wamepoteza kuwa karibu na Mungu, na Mungu amemtumia mtumishi wa Mungu kwamba tunapaswa kuwa karibu na Mungu. Wengi tumepoteza uwezo wa kuwa karibu na Mungu. Tumepoteza uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu kwa sababu ya phone. Na mimi sijaja hapa kukwambia utupe simu.
sababu ina umuhimu mkubwa. Humu ndani kuna Biblia, humu ndani kuna app ambazo naweza kujifunza. Hata mtu ambaye ameenda chuo cha Biblia asione ndani, lakini vijana hawaendi huko. Na Biblia imekwambia kwamba mna nguvu na mmemshinda shetani kwa sababu neno la Mungu liko ndani yenu. Lakini neno likikosekana ndani yenu, hata wito wako hautaweza kuutimiliza. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa unajua chuo hunoa chuma, si ndio? Tunanoana. Unajua kuna maneno mengine tutazungumza magumu, mengine tutazungumza mepesi, mengine ya kuchekesha, lakini tunataka tuchongane. Tukitoka hapa tuondoke na moto ambao utawaka na hautazimika. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kazi umepewa. Mwambie jirani yako, kuna kazi nimepewa. Mgeukie na mwingine mwambie, kuna kazi ninapaswa kufanya, ila sijui kama nimeitimiliza kama inavyotakiwa. Mwambie. Amen. Amen. Maneno nayo ambayo Mungu anamwambia Yeremia ni maneno ambayo leo Mungu yuko anasema na wewe kupitia watumishi wa Mungu, kwamba kabla hujazaliwa. Amen. Huku mnasema do not regret. Amen. Usisikitike. Unajua mimi nimezaliwa Geita. Sasa ulitaka uzaliwe wapi? Dar es Salaam kuna mashoga, mnakimbilia mijini tu. yani unajua kuna watu mke wangu alikuwa ananiambia, yani kuna watu wa mama walipofika Dar es Salaam wakatoa shukrani nyingi. Na kushukuru Mungu umenifikisha Dar es Salaam. Walikuwa hawajafika. Yani Mungu, mtu anafurahia kufika mjini, hana nacho kwenda kukifanya. Akifika kule kwa sababu ni jobless, anakuwa mwokota makopo. Akipanda gari ama anaaga, unamuuliza unaenda wapi? Naenda mjini. Kufanya nini? Naenda kuona mishemishe. Wewe unataka kufanya kazi kule? Nataka kufanya kazi yoyote. Baba, sijawahi kusikia kazi yoyote duniani. Haipo kazi yoyote duniani. Na hapo ndipo vijana wengi tumefeli. Hata tunapotaka kumwomba Mungu mahitaji yetu, tunamwomba Mungu kitu chochote. Mungu hajawahi kutoa hitaji lolote ama kujibu hitaji linaloitwa hitaji lolote ama kitu chochote. Hakipo. Unatakiwa kumwambia Mungu kile unachokitaka. Na unapata, kama unaomba kazi, unapaswa kuomba ile kazi ambayo unaona iko ndani ya uwezo wako. Usiombe kazi yoyote. Wengi waliopewa kazi yoyote walifeli. Na hata kanisani hatufanyi huduma yoyote. Ukiwa na mtazamo wa kufanya huduma yoyote utafeli. Na kuambia ukweli, utafeli, kwa sababu unapofanya huduma yoyote utalilia kuwa mchungaji. Kuna wengine wameshona viraka kwa sababu walienda kwenye uchungaji, sio wachungaji. Kuna wachungaji wengi wako wanapigwa vita makanisani, sio kwa sababu wanawachukia, ni kwa sababu wako kwenye matuta sio ya kwao. Niseme nisiseme? Nilonge nisilonge? Tatizo liko hapa. Mungu alikujua na akakupangia mahali pa kusali, akakupangia mahali, mkoa wa kuishi na tarafa ya kuishi. Wewe unaondoka tarafa hii unakwenda kuishi tarafa nyingine. Si Mungu aliyekupangia. Sikiliza, Biblia inasema hatupaswi kuishi kama watu wa usiku, tunapaswa kuishi kama watu wa mchana. Mahali popote ulipo unapaswa kujua ni mpango wa Mungu niwepo ama sio mpango wa Mungu. Unaniuliza, mchungaji, nitajuaje kwamba hapa nilipo ni mpango wa Mungu? Unapaswa kujua, kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, na Mungu ana uwezo wa kusema, Mungu ana uwezo wa kuonyesha, Mungu ana uwezo wa kuthibitisha kila chochote unachomuomba. Tatizo, tunaishi katika uzembe. Tatizo, tunaishi katika uvivu. Tatizo, tunaishi katika dunia na tumetembea kama dunia. Haleluya, haleluya. Yohana anasema
Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda shetani, neno la Mungu liko ndani yenu. Lakini hapa mstari unaofuata anasema, lakini msifuatishe namna ya dunia hii. Vijana wengi, baba, siogopi kulisema hii, vijana wengi wanaishi kidunia. Amen. Amen. Tunaona hawa vijana wako hapa, tunaona hawa mabinti wako hapa. Tukimaliza kongamano, ukimkuta mjini amevaa soksi, mnazijua soksi, na anatembea barabarani kabisa anatikisa soksi, ni mlokole. Sikiliza, hakuna siku sauti ya Mungu itapita kwenye kutikisa matako. Hakuna wakati sauti itapenya. Na vijana wako hapa, tukimaliza kongamano leo wamevaa kismart kwa sababu wanamwona askofu. Wakifuka barabarani, boxer juu, suruali hapa chini, hakuna mahali sauti itapita hapo. Hakuna siku sauti itapita hapo. Sikiliza, Biblia inatutaka tuwe wasafi. Biblia inatutaka tuishi kama watu wa mbinguni. Biblia inatutaka tuishi kama watu wanaojitambua. Huwezi kujitambua. Kwanza, bahati mbaya, sio ninyi wale wa kule, bahati mbaya boxer hawafuagi. Waonage wengine akianza kucheza na mnachezaga kwa nguvu kweli, akiinama inapanda mpaka huku, unagundua kwamba haijafuliwa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo nikwambie,